Ndoto hii imetokana na sababu kubwa mbili. Msukumo wa kwanza ni dhamira ya rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa kuwakumbuka Watanzania wanyonge na kuwapatia elimu bure kuanzia darasa la kwanza hadi form 4. Lakini sababu ya pili ni maisha niliyokulia. Nimesoma kwa msaada wa watu wengi. Nimefika hapa si kwa sababu ya uwezo wa baba yangu wala mama yangu, bali kwa uwezo wa ndugu, marafiki na Watanzania wenye makabila tofauti waliweza kushiriki kunisukuma na kunichangia na hatimaye kufika kwenye uwezo wa kumaliza masomo yangu. Mambo haya mawili yamenifanya nifikiri na mimi na wajibu wa kufanya jambo kwa ajili ya watoto wa maskini, kama ambavyo na mimi ni sehemu ya familia maskini, kama ambavyo na mimi nilishikwa mkono. Manake wale ndugu wangeniacha, marafiki wangeniacha, jamii ingenikataa, inawezekana leo nisingefika hapa nilipofika. Kwa nimeona nao wajibu wa kuungana na rais wetu mpendwa, lakini na wajibu kama mimi kukumbuka nilikotoka, ya kwamba familia hizi sio kwamba zilichagua, na watoto wengi wanaoshindwa kwenda shule kwa sababu ya gharama sio kwamba walichagua, bali ni mazingira ambayo wamezaliwa, wameyakuta na wana changamoto ya kupambana nayo. Na kama hakuna mtu wa kuwashika mkono, basi ndoto zao zinapotea na familia inaendelea kwa maskini, na mwisho wa siku inakuwa ni jamii ya wanyonge wanaoendelea kukandamizwa katika maisha yao. Ndugu zangu, umuhimu wa elimu ni mkubwa sana. Unaweza kuwa na kipaji, lakini ili uweze kufiti kwenye sifa za Kitanzania na dunia, lazima uwe na makaratasi. Ili watu waweze kukuajiri, lazima waangalie vyeti vyako. Kwa kipaji ni jambo moja, lakini dunia imeweka utaratibu wa aina ya watu wa kufanya kazi kwa kutumia vyeti, na shule kufanyika kwa kigezo cha kupima kipaji hicho ama uelewa wa kazi unaokwenda kuipata. Mkuu wetu wa kitengo cha elimu, maana yake kufika kwenye hiyo nafasi ni lazima kuna vigezo vilivyotumika, pamoja na kipaji ambacho Mungu alimpa. Elimu nayo imekuwa moja ya msingi au sababu kubwa ya kufikisha. Na Mwalimu Nyerere, mnakumbuka, alisema maneno yake, lakini pia rais wetu Dr. Magufuli ameyathibitisha kwa vitendo. Umuhimu wa kumkomboa mtu mnyonge ni kumsomeshea mtoto wake. Kwenye mkoa wetu sasa tuna idadi ya watu wengi sana ambao wamepata fursa ya kwenda shule, jambo ambalo kwa miaka 4 iliyopita halikuwepo. Na hata rais wakati anaanza, watu waliendelea kusema huyu hataweza. Lakini Mungu mwema, sasa unakwenda mwaka wa 5, watoto wakizidi kuongezeka, tena watoto wa mama ntilie, watoto wa waendesha bodaboda, wazee na watoto yatima ambao hawakupata hiyo fursa kwa kipindi hicho. Ninaamini ya kwamba mtoto akipata elimu, hasa mtoto wa kike, hata akiolewa, kwenye ndoa yake anayo heshima. Sio tu heshima, bali anao mchango, na wasi tu mchango, bali anao sababu ya kuwa sehemu ya mafanikio ya familia. Mtoto wa kike anaposoma na akafanikiwa kuwa na uelewa, atajua hata umuhimu wa kutunza pesa, atajua umuhimu wa malezi, atajua umuhimu wa kumsomesha pia mtoto wake. Lakini sio tu hivyo, uelewa wake utakuwa mkubwa kiasi kwamba ana uwezo wa kuchuja mambo yanaweza kujenga familia yake na yanaweza kubomoa familia yake. Wakina mama wengi hata wanaopigwa kwenye ndoa ni matokeo ya kutokuwa na mchango, na mwisho siku onekana kama mzigo, kwa sababu kila siku anaomba.
lakini aliye na elimu yake akawa na kipato chake, ni uhakika wa kwamba atathaminika hata kwenye ndoa na watoto wake na familia yake itanufaika. Kwa hiyo tunaona ni vyema sana, mimi kama mkuu wenu wa mkoa, wataalamu wangu wa elimu, kufanya kila inayowezekana ili na sisi tuwe na mchango wa kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, kwani yeye ndio muasisi na mwendelezaji wa elimu bure kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4. Na mimi nikasema nianze kudaka kuanzia form 5 na form 6. Na mtoto huyo akifaulu atenda kukutana tena na Mzee Magufuli chuo kikuu kwa mkopo utakaomwezesha kumaliza masomo yake na hatimaye aweze kutimiza ndoto yake na ndoto ya familia yake ya kuwakomboa kutoka katika dimbwi la umaskini na kuingiza kwenye uchumi wa kati. Safari hii tulisema tuanze, lakini leo tuanze na watoto wa kike. Na tuanze na watoto wa kike katika masomo ya sayansi. Na watoto wa kike wana sifa nyingi tu za kuingia kwenye huo mfuko wangu. Moja ya sifa kubwa ndio watoto wanaokumbana na changamoto nyingi za kuwakatisha tamaa kuendelea na masomo. La pili, masomo yenyewe ya sayansi ni masomo ambayo yanaaminika kwamba sio masomo marahisi, ni magumu na wengi huyakimbia. Lakini sisi ni matumaini yetu ya kwamba tunataka kutengeneza mabinti wanasayansi ambao watautangazia umma wa Tanzania na dunia ya kwamba sayansi sio ngumu na hata mtoto wa kike ana uwezo wa kuwa mwanasayansi. Lakini sababu ya tatu ni umuhimu wa sayansi katika dunia leo. Mapinduzi haya ya viwanda, kuingia kwenye uchumi wa kati, yanatokana au yanachagizwa na uwepo na umuhimu wa elimu ya sayansi. Leo hii katika mkoa wetu idadi ya watu wenye simu ni wengi, lakini matokeo ya wanasayansi. Matumizi ya kompyuta ni matokeo ya wanasayansi. Hata magari tunayoyaendesha ni matokeo ya wanasayansi. Viwanda hivi, mashine kubwa zote ni matokeo ya wanasayansi. Tafsiri yake ni nini? Na sisi tunatamani kama mkoa wa Dar es Salaam, kwenye uongozi wangu, tuchangie kuwatengeneza wanasayansi wa kike watakaokuja kuwa wabunifu na watengeneza simu, magari yanayoundwa ndani ya nchi yetu, na kuifanya kauli mbiu ya Rais Magufuli kwa nchi ya viwanda kutimia kwa siku hiyo. Sababu nyingine ya tano, taifa letu lina utajiri mkubwa ambao Mheshimiwa Rais Magufuli amekuwa akisema kila mara. Utajiri huu hatutaweza kunufaika nao kama hatujawekeza kwenye elimu ya sayansi. Madini tunaosema, hawa wataalamu wa miamba, geologists, hawa ni wanasayansi. Tunapoongelea habari ya gesi ni sayansi. Tunapoongelea habari ya viumbe vya baharini, tunapoongelea habari ya wanyama ni sayansi. Tafsiri yake nini? Ni kwamba tunao utajiri mkubwa, lakini kama hatutaweza kuingiza nguvu kubwa kwenye elimu ya sayansi, utajiri huo utawanufaisha wageni miaka nenda rudi. Kwani kauli ya expert kuendelea kuja nchini na kulipwa mshahara mkubwa itaendelea kuwepo. Utakumbuka story ya utafiti wa gesi kule Mtwara, gharama zilizotumika kwa maexpert kutoka nje waliolipwa. Fikiri kama sisi tungekuwa na wanasayansi wa kwetu, nini kingetokea? Sababu ya sita, unapokuwa na wataalamu wa kwako katika nchi yako, maana yake unakuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha, lakini pia unakuwa na uwezo mkubwa wa kuzuia mianya ya rasilimali za nchi yako kutumika kwa watu ambao si wa nchi yako. Na mnapoingia kwenye meza ya majadiliano ya kugawana, unakuwa na kila sababu ya kuwa na ujasiri wa kutosha, kwa sababu ufahamu unao mkubwa na kupunguza kuibiwa mali ambazo Mungu amekusaidia. Kwa sababu nyingi, lakini mimi nimsema nishare na nyinyi kwa ufupi hizi sita, na muone ya kwamba hizi
ndio sababu zilizopelekea kuamua kumtafuta mtoto wa kike ili awe ndio championi wa mfuko wa Makonda katika elimu ya sasa. Sasa hapo ni matumaini yetu wazazi na wale ambao watoto hawana wazazi mliokuja hapa leo na wale ambao tayari wameshaingia kwenye shule, mafanikio yenu sio tu mafanikio ya baba zenu na mama zenu, sio tu mafanikio ya jamii mnaoishi nayo, ni mafanikio ya taifa letu. Nchi hii inawategemea sana, na ndio maana tunachukua jukumu la kuungana na rais kuandaa ili mje muitumikie hili taifa kwa uaminifu na uadilifu. Ninaweza kusema mambo matatu ya kweli kwa ufupi sana. La kwanza, usijidisappoint wewe mwenyewe. Umepata fursa hii ya kwenda shule, usifike hatua wewe mwenyewe uka regret. Hakikisha unalinda, unatunza na unapigania ndoto yako. Jambo la pili, hakikisha haumdisappointi mzazi wako. Mzazi wako ana matumaini kwako. Mungu amempa uwezo wa kubeba mimba miezi 9. Wamekaa na baba yako, wamepambana, wamekulea kwa tabu. Mungu saidia, Rais Magufuli kaja, ameongeza mchango wake wa kuhakikisha unasoma. Mungu saidia, mkoa nao umekushika, tunakuongezea uingie darasani. Kwa wazazi wanayo matumaini ya kwamba mtoto wetu akisoma, hata unyanyaswaji wa kunyang'anywa haki zetu utaondoka. Kwa sababu nimeshuhudia familia zingine zinapoteza mali kwa sababu hakuna mtoto mwenye uelewa, na wazazi wakiwa hawana uelewa wa haki zao. Wakienda hata mahakamani hawapati mawakili wazuri. Wewe unayo wajibu wa kuhakikisha wazazi hawa huwaumizi, wasije wakapata taarifa ya kwamba mwanenu amepata ujauzito kule. Mwanenu mnafikiri yuko shule, kumbe hayuko shule. Hilo jambo litawaumiza sana wazazi wako, lakini pia litakuumiza hata wewe baada ya miaka kadhaa utakapokuja kugundua ulipata nafasi lakini ukuitumia vizuri. Jambo la mwisho na la tatu, mfahamu ya kwamba nyote mna imani zenu, wenye imani ya Kiislamu na imani ya Kikristo. Mjue katika imani mlizo nazo, Mungu aliyewapa uhai naye ana mategemeo. Hakumuumba mwanadamu aje hapa duniani ili asitimize ndoto aliyokuwa nayo. Mungu naye ana ndoto yake kupitia maisha yako. Na moja ya kujua Mungu ana ndoto yake kupitia maisha yako, ukufa katika kile kipindi cha miaka 5 tangu kuzaliwa. Umepambana na wazazi wako wamepambana, wamekulea. Mungu kamleta Rais Magufuli, amekuwa rais wa nchi, umesoma bure. Mungu kamweka Makonda kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ili wewe upate fursa ya kwenda form 5. Maana ni malengo ya Mungu, anayo makusudi yake dhidi yako. Ni maombi yangu, msimuumize Mungu anayeumba. Ilifika hatua mnapoenda darasani, mnapokaa bwenini, mnaporudi majumbani, chochote unachokumbana nacho, kumbuka ya kwamba kuna maisha yangu na ndoto yangu. Kuna wazazi wangu waliohangaika na mimi miezi 9 na wakanilea katika mazingira magumu. Lakini pia kuna Mungu aliyeniumba, aliyenisababishia Rais Magufuli akawa ndani ya mkoa huu, ndani ya nchi, akamteua na Makonda. Na ndio maana hivi vipendeleo vyote navipata kwa mapenzi yake Mungu. Una sababu ya kukubali maisha yako na safari yako ikatishwe na wanadamu. Ndugu zangu, nisiongee maneno mengi ya kuachosha, lakini naona ni vyema niseme hayo. Na mimi matumaini yangu ya kwamba mkoa utaendelea kuratibu, na kwa sababu tunaanza tuzidi kuweka utaratibu mzuri zaidi, na kuwaomba wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, hasa watoto wa kike, wajitahidi katika masomo ya sayansi, na watakaofanya vizuri kama mwaka huu tumeanza na 100, maana yake nyinyi mnaoingia form 5 2019 2020, mwakani tena tutachukua wengine, kwa tahakikisha mnamaliza. Na ndani yake tuna gharama zinazohusu kulipia ada,
zinahusu vifaa vya shule, ikiwa pamoja na uniform na mazingira yenu, kuhakikisha kwamba wazazi nao tunawapunguzia mzigo, na wakishiriki wanashiriki kama sehemu ya kuongezea, ili mimi na wazazi wenu tuwe kitu kimoja, na asiwepo mtoto wa kukua mnyonge. Nimewaambia, nimetoka kwenye mazingira hayo. Ninathamini sana wakina mama wanaouza uji ili watoto wao waende shule, wanaouza karanga, unawapita usiku jioni, unakuta yuko kwenye kakibatari na karanga pale, anatafuta mteja, huku yuko na mjukuu, lakini ana mtoto wake anahangaika aende shule. Hao ndio wakina mama waliotulea wengi, na mimi nimetoka kwa mama aliyekuwa anauza genge ili kulipa ada. Siwezi kusahau watoto wenzangu, wadogo zangu, na mama zetu na familia zetu zilizohangaika katika mazingira haya. Kwa hiyo matumaini yangu ya kwamba nyinyi mtakuwa sehemu ya chachu, na Mungu atatufungulia milango. Kwa nia hii njema tutapata wadau wengi zaidi. Inawezekana mwakani tukawa na mabinti 100, wengine wa sayansi, tukawa na mabinti wengine wakaongezeka, watafika mpaka 200, 300. Ipo siku tutakuwa na idadi kubwa zaidi, lakini lengo ni wale ambao wako kwenye mazingira magumu. Na kigezo cha pili, wamefaulu. Yaani kwamba huyu kinachomkwamisha kwenda shule ni umaskini, lakini uwezo wa ufahamu kichwani anao. Huyo Mwenyezi Mungu atatupa nguvu ya kumshika mkono na kuhakikisha tunakwenda naye. Dar es Salaam wewe. Kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi bwana, sisi tunakumbuka malezi tuliokuwa nayo. Na tukikumbuka malezi, tuna kila sababu ya kurudi kuungana na ndugu zetu walioko kwenye mazingira magumu. Nitumie fursa hii kumshukuru sana balozi. Amekuwa ni mtu mwema sana. Sana. Alipokuja ofisini wakati anajitambulisha kwenye mkoa, ni utamaduni wa kawaida kabisa. Amekuja nchini Tanzania, balozi mpya, kuja kujitambulisha kwenye mkoa wake wa mkoa, nifahamu niko hapa. Akauliza swali moja, nini nikusaidia unafikiri? Nikamwambia bwana, mimi na mambo yangu yanaonisumbua moyo. Nakumbuka kipindi kile tulikuwa tumebakiza miezi 2 kuingia kwenye mwezi wa Ramadhani. Na umekuwa utamaduni wangu wa kuhakikisha kwamba maimamu wote wa misikiti yote ya mkoa wa Dar es Salaam angalau wanapata iftari katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani. Na hawa ni watumishi wa Mungu ambao wanaifanya hii kazi. Hata kishamaliza kusali tarawih pale, kuna watu wanataka kwenda kwa ajili ya daku nyumbani kwake. Lakini wanaokwenda hawatoi hata 100, ila wanaamini kwa shehe au kwa imamu iftari itakuwepo. Wakimaliza kuswali ile jioni wanakwenda kwa ajili ya kutafuta uji. Wanaamini tu shehe atakuwa na uji, yani hawezi kukosa, lakini kumpelekea hela hawawezi. Kwa hiyo mimi nikaanzisha utamaduni. Sasa hivi mwaka wangu nafikiri wa 3 au 4. Nikamwambia rafiki yangu, naomba unishike mkono. Sina hela. Naona miezi 2 imekaribia hapa. Na mimi ni utamaduni wangu, wazee wangu hawa, ningesikia faraja ya kwamba nao watambua kwamba tunawatambua. Wanatuombea usiku na mchana, wanakemea maovu. Akaniambia hilo nitafanya. Na kama mnakumbuka tulikutana kwenye ukumbi huu kwa utoshi. Tukafanya mpaka na nje pale, tulipata mchele, tulipata sukari, tulipata ngano, tulipata mafuta, tulipata mpaka na tende. Na vilikuwa vinatosha mwezi mzima. Kwa hiyo nikamshukuru Mungu kwa ajili yake. Akaniambia kingine, akamwambia nataka kusomesha watoto wa kike. Nataka nianze na watoto wa kike 100 ambao wamefaulu form 4 lakini hawana pesa ya kwenda form 5. Na hasa watoto wa maskini, kwa kiwemo na watoto yatima. Akasema yani sijawahi kwenda kwenye ofisi nikakutana na mtu anayeniomba mahitaji ya watu anaowaongoza. Tunakwenda kwenye ofisi nyingi, watu wanaomba mahitaji yao binafsi. Naomba na hilo nikuhakikishie nimekupa. Kwa tuko hapa, na akachukua na fedha akaweka na kwenye akaunti ya elimu. Kwa tuko hapa kumshukuru Mungu kwa ajili yake, kushukuru mahusiano mazuri yaliyojengwa na viongozi wetu wa taifa hili la Tanzania na ufalme wa Dubai, kuhakikisha kwamba nao wamekuwa sehemu ya mafanikio.
tunaamini Mungu atafungua mlango, watazidi kuongezeka, na usishangae tukaweka makubaliano ya mkoa na ofisi yake ya kwamba kila mwaka atakuwa na yeye anachangia shilingi kadhaa ambayo inaingia kwenye mfuko, na tuna mpango na mtaalamu wangu hapo elimu tutengeneze chombo ambacho kitakuwa mtu anaweza akachangia hata mwezi wa 11, mwezi wa 12, inabaki kusubiri tu kipindi cha shule kifika, watoto vifaa vyao vipo, uniform, mabegi yao, vitabu, nauli zao, kifika akiwa wale na mazingira mazuri, akienda shule anasoma kwa ujasiri. Yaani kwanza tumtoe kwenye ile mentality ya kwamba yeye ni mtoto wa maskini, asome akijua kwamba yeye sio maskini tena, na ana jukumu la kuja kuongoza Watanzania walio wengi, ikiwezekana hata kuja kumiliki kampuni lake. Sababu unajua ukiwa na hali ya kiumaskini, hata kuanza kuwa na kampuni na penyewe unaacha. Yaani mawazo ya umaskini yanakufanya unawaza kwa kibarua. Lakini ukiwaza ya kwamba mimi sio maskini, utaanza kuwaza kuajiri watu. Na ndio maana tuna changamoto kubwa sana wanafunzi wengi walioko vioni. Kwa mentality ya kuwaza mimi ni maskini, anawaza kuwa mwajiriwa. Lakini akitoka kwenye mentality ya kwamba mimi si maskini, atawaza kuajiri. Na hapo ndio utakuta watu wamekaa darasa moja, lakini huyu anawaza kumiliki kampuni kama Coca-Cola, lakini kuna mwingine anawaza kuwa mhasibu wa Coca-Cola. Na wote wako darasa hilo, na wote wanafundishwa na mwalimu mmoja. Kwa hiyo naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana balozi sana kwa mapenzi yake mema na utashi wake wa kutunga mkono. Na kuna jambo la tatu, Mungu akipenda mtaliona kesho, na lenyewe inahusu wananchi. Aliona kwenye clip moja na hangaika na watoto fulani wako kwenye mazingira magumu, akasema, my brother, you never asked me anything about yourself, but also for this one I'm going to help you. Kwa kesho mtaona kwa vyombo vya habari nini balozi wetu anakwenda kufanya katika namna kutunga mkono. Dar es Salaam oye! Oye! Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kusikiliza. Balozi, say some few words to our parents and to the kids also. Ni shule gani unataka kumpeleka mwanao baada ya kuhitimu elimu ya msingi, ama shule ya kumhamishia? Bas, Kaka Ben Best Choice Center Group tuna fomu za shule mbalimbali za sekondari, iwe bweni au kutwa, jinsia moja au mchanganyiko. Fomu za kujiunga tumekusogezea, ama piga simu namba 0752 46 25 45 na ifanye kuwa yako. Nyote mnakaribishwa.